Hii ni Amka Podcast, mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe. Vijana wengi watakuwa wakiishi katika misongo ya mawazo, stress. Unaenda kuomba kazi sehemu anakuambia nahitaji mtu mwenye experience ya miaka 5. Sasa mimi nimemaliza. Hiyo experience ya miaka 5 unaitoa wapi? Vijana wengi katika soko la ajira zaidi ya 1 milioni, lakini wanaoajiriwa ni chini ya 200,000. Elimu ninayosoma kwa tunakwenda gharama kubwa sana. Mwanafunzi wa chuo kikuu anapoanza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hadi mwaka wa 3 analipia zaidi ya shilingi milioni 6. Hawa watakapokaa mtaani kwa muda mrefu, ndio matokeo yake sasa taenda kutengeneza Gen Z wasiokuwa na mwelekeo. Na leo tunazungumza kuhusiana na ajira, changamoto za ajira pia nchini Tanzania. Na niko na wageni hapa. Niko na dada yangu anaitwa Linda Samson, ni mhitimu kutokea Chuo Kikuu cha Ustawi wa Jamii, lakini pia nipo na ndugu yangu hapa anaitwa Doto Fulgence. Yeye ni mwanafunzi kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na ni mwaka wa 3, lakini pia nipo na Kasela Mdachi. Yeye ni tayari yuko kwenye ajira lakini amejiajiri yeye mwenyewe, yuko mtaani, na tunazungumzia kuhusiana pia na changamoto pia za ajira. Karibuni sana kwanza studio kwetu, na mada yetu ni hii. Mnaendeleaje kwanza? Unaendeleaje Doto kwanza? Nikianza na wewe. Binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa. Kasara pia? Kwako Linda? Okay. Tunazungumzia kuhusiana na changamoto za ajira hapa nchini Tanzania. Tukianza moja kwa moja, nianze na wewe Linda. Unadhani kuna changamoto ya ajira nchini Tanzania? Actually naweza nikasema ndiyo, changamoto ya ajira ipo nchini Tanzania kwa kuzingatia takwimu ambazo zinaonyesha kwamba kuna vijana wengi. Kwanza Tanzania inategemea nguvu kazi kutoka kwa vijana, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa vijana ni wengi ambao hawana ajira. Wengi wao wapo katika ajira ambazo sio rasmi na wengine ndo kabisa hawapo. Wakati ukiangalia kwa kila mwaka tunaweza kuona kwamba vijana karibia takriban 800,000 wanamaliza elimu zao za vyuo vikuu, vyuo vya kati, lakini ukiangalia kama nchi ina uwezo wa kuajiri au inaajiri at least ajira au inatoa ajira kama 130,000 hivi, wakati ukiangalia kuna watu kama 600,000 wanabaki bila ajira. Kwa hiyo ukiangalia katika kila mwaka unapata tathmini kwamba vijana bado ni wengi ambao hawana ajira. Wewe uko kwenye ajira tayari? Hapana. Okay. Tayari lakini uko kwenye process za kutafuta ajira? Ya, nimejaribu lakini bado nimeangukia katika. Nini unakutana nacho pia huko? Jambo kubwa ambalo nakutana nalo katika kuomba ajira, kuna changamoto. Kwa mfano utaulizwa masuala ya experience. Unaenda kuomba kazi sehemu anakuambia nahitaji mtu mwenye experience ya miaka 5. Sasa mimi nimemaliza. Hiyo experience ya miaka 5 unaitoa wapi? Na unakuta katika hizo ajira tunazoibukia sasa hivi sio ile ajira ambayo nimeisomea, kwamba ambao nimeisomea pia nafasi hazipo. Pia changamoto nyingine ambayo tunaweza tukakutana nao hasa wasichana, nilikutana na bosi mmoja kuongea naye akaniambia ajira ipo lakini inabidi tuongee zaidi. Yaani muongee zaidi. Mnaongea nini? Unaweza kujiongeza hapo, muongee zaidi ya hapo. Na pia tunaona jambo lingine linaloibuka, kuna hii wanakwambia kwamba kuna ajira zinazotokea ulipia kwanza then ndo upate ajira, ambao mwenyewe nimeweza kulipitia muda sio mrefu, kwamba kuna taasisi nakwambia inatoa ajira kwa vijana kuwa moderator vipindi, inatoa elimu nini, lakini mpaka upate hiyo nafasi ni lazima ulipie kwanza 300,000 ndipo uingie katika hilo soko. Na ukilipia pale hakuna kinachoendelea na hauna pesa ya kwenda kufanyaje kumshtaki. Okay. Nikirudi kwako Doto, unadhani changamoto ya ajira nchini Tanzania ipo kwa kiwango gani? Kwanza nikushukuru ndugu mtangazaji, lakini kuna mitazamo mbalimbali ya raia wetu kwenye kuzungumzia changamoto ya ajira katika nchi yetu. Na pia kuna takwimu zikitolewa katika nchi yetu. Tukifuatilia takwimu za serikali inatuambia kwamba katika nchi yetu tuna vijana takriban zaidi ya milioni 20. Na kati ya vijana milioni 20 kwamba tunaangalia pia asilimia 55 ya vijana ndio wanachangia katika nguvu kazi ya taifa. Lakini pia takwimu pia zinaendelea kusema kwamba asilimia pia 9 tu ama 9.5 hadi asilimia 10 ndizo asilimia ambazo zinaonyesha kwamba vijana wengi wa nchi yetu hawana ajira. Lakini ukiangalia kwa uhalisia jambo hilo kidogo unaweza ukawa na mkanganyiko au ukawa na maswali mengi, kwa sababu ukiingia mtaani unakuta vijana wengi kweli hawana ajira. Na takwimu zinazokuja kuletwa na serikali ama hivi vyombo ambavyo vinatoa takwimu zinakuwa ni tofauti sana.
Kwa mtazamo wangu naona changamoto ya ajira bado ipo kwa kiasi kikubwa, japo kumekuwa kuna takwimu ambazo zinaonyesha kwamba changamoto ya ajira ni ndogo sana. Nadhani na hii inakupa hofu kulingana na mustakabali, kuangalia mustakabali wa maisha yako baada ya wewe kutoka chuo? Hofu ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza, hofu yangu ya kwanza ni elimu ninayosoma kwanza inakuwa na gharama kubwa sana. Kwa mfano, mwanafunzi wa chuo kikuu anapoanza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hadi mwaka wa tatu analipia zaidi ya shilingi milioni 6. Lakini pia japo analipia gharama hiyo kubwa sana, lakini pia anakuwa hana hatima pale anapotoka chuoni kwenda mtaani kupata ajira. Kwa hiyo anaona ile pesa ambayo amelipia milioni 6 au zaidi ya milioni 6 ameipoteza. Ndio maana vijana wengi huwa wanaishia kujiajiri wenyewe. Utasikia amekuwa winga, utasikia amekuwa mfanyabiashara wa matunda na vitu vingine. Jambo la pili la msingi, pia hofu yangu kubwa au hofu ya wanachuo wengi, wameshajitengenezea ile nadharia au mtazamo kwamba mimi naingia chuoni, baada ya kumaliza chuo naajiriwa na nani? Na serikali. Na jambo pia hilo limekuwa ni gumu sana katika kipindi chetu. Tumekuwa na vipindi, ni kuanzia kipindi cha Mwalimu, Baba wa Taifa, Hassan Mwinyi, tumekuwa na kipindi cha Mkapa, kipindi cha Kikwete. Vijana wengi wamekuwa wakimaliza chuo wamekuwa wakiajiriwa moja kwa moja. Lakini baada ya kuingia awamu ya 5 ya 6 imekuwa pia ni changamoto. Kwa hiyo ile mitazamo ya vijana kwamba nikimaliza chuo nitaajiriwa pia imekuwa haipo tena. Sawa. Tukija kwako Kasela, natamani kusikia kutoka kwako, jicho lako la tatu linatazamaje kuhusiana na ukosefu wa ajira nchini Tanzania? Inawezekana nikalizungumzia katika upande wa vijana, jinsi gani watakavyoathirika na hii kukosa ajira. Changamoto ya ukosefu wa ajira ipo hususan katika miaka hii, yani 16 kuja huko, 2016 kuja huko imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana, ingawa kuna sababu hakukuwepo au ilikuwepo, ila huko nyuma zilikuwepo, lakini hazikuwa kwa kiwango kikubwa sana kama sasa. Ingawa zipo sababu pia zinazopelekea pia ongezeko la vijana wengi wanakuwa wanakosa ajira. Pia zipo sababu, mfano ni kuongezeka kwa watu, population. Unajua, mfano tukichukulia mfano miaka ya 2010 kurudi huko, wahitimu wa vyuo vikuu walikuwa wachache, sawa. Wahitimu wa darasa la 7 walikuwa wachache, wahitimu wa kidato cha 4 walikuwa wachache, kidato cha 6 pia walikuwa wachache. Kwa ile rate ya wahitimu inavyoongezeka, ndivyo demand ya ajira pia inavyoongezeka na kukosekana. Si nimeeleka hapo? Yaani rate ya wahitimu inavyoongezeka, ndivyo demand ya ajira inavyoongezeka na kupungua na kukosekana. Kwa hiyo yule anayekosa lazima agiu, lakini mwingine anapata, sawa, ingawa inapatikana kwa kiwango kidogo. Si nimeeleka? Mfano, kitakwimu inaonyesha kwamba kila mwaka serikali yetu wana graduate, yani hitaji la nini, watu wanaoingia katika soko la ajira, vijana wanaoingia katika soko la ajira zaidi ya milioni 1, lakini wanaoajiriwa ni chini ya 200,000. Sio, kwa kuna 800,000 plus wapo mtaani. Haijalishi anauza matunda, haijalishi ni winga na vitu vingine, lakini tunamhesabu kwamba yupo mtaani akipambana kusubiria ajira. Sawa? Kwa hiyo mimi kiuhalisia hii ni changamoto. Tunaenda kutengeneza bomu kubwa sana kwa vijana, kwa sababu hawa watakapokaa mtaani kwa muda mrefu, ndio matokeo yake sasa tutaenda kutengeneza Gen Z wasiokuwa na mwelekeo. Maana kuna Gen Z wenye mwelekeo, tunaenda kutengeneza Gen Z wasiokuwa na mwelekeo wengi mtaani. Kwa sababu akikaa mtaani akijiangalia kila siku, anaamka asubuhi, wengine wanakaa kwa mama zao, labda kwa baba zao, akiamka asubuhi kila siku agongee maandazi mawili ya familia, akishachoka ile hali atasema liwalo na liwe. Na ikishafika stage kijana akasema liwalo na liwe, ndio mwisho wa siku nchi itakuwa itawaliki. Nadhani hii ndio changamoto kubwa tukiangalia kwa upande wa vijana na upande wa serikali kwa ujumla. Mfano tuchukulie mtu aliye graduate 2017, wapo walio graduate 2017 lakini mpaka leo hii hana ajira. Huyu mtu rafiki anaweza kumwambia kitu gani? Ikifikia stage akasema kwamba liona na liwe, hawezi kumshauri, hawezi kumdanganya, hawezi kumwambia chochote kile, maana yake ameshaji sacrifice. Okay. Kuna hoja zinatolewa mara kwa mara kwamba ajira zipo, kazi zipo, lakini watu hawana vigezo sahihi. Unadhani ni sawa hiki ambacho
Hapana, hiyo mimi naikataa moja kwa moja. Huu ni uongo na ndio ubabaishaji wa wanasiasa. Na ukisikiza maneno yatakuwa ni wanasiasa tu, hayo maneno ni kihuni, ni wanasiasa. Lakini kiuhalisia serikali haitaki kuajiri watu wenye taaluma husika. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya urasimu uliopo katika sekta za ajira. Urasimu uliopo katika sekta za ajira. Mzungumzaji aliyetangulia mwanzoni amezungumzia swala la rushwa ya ngono. Maana ile aliyosema ujiongeze, maana hiyo ni direct, sio tena viashiria. Hiyo ni moja kwa moja ni rushwa ya ngono. Kwa hiyo hili tatizo ndio linalopelekea kwamba mtu anatokeza anasema kwamba ajira zipo ila watu wakuja kwenye ajira hawapo. Lakini kiuhalisia ni kwamba hilo tatizo lipo kubwa na linaongezwa nguvu zaidi na urasimu uliopo katika sekta zinazosimamia ajira. Naamini kwamba ulishawahi kwenda kuomba ajira sehemu. Mimi bahati nzuri nilivyotoka chuo niliajiriwa moja kwa moja. Nimetoka muda mrefu kidogo na hilo namshukuru Mungu, lakini kutokana na mifumo yangu mwenyewe nilikuwa nimejiwekea na misimamo yangu na mipango yangu, niliamua kujiajiri mwenyewe. Si nimeleka. Nadhani ni sawa kitendo cha mwanafunzi anatoka chuo, amesha graduate tayari, anaenda kuomba kazi, anaambiwa anatakiwa hawe na uzoefu wa miaka 5 au 3. Ndio narudia kusema hivi, kiuhalisia huo ni urasimu. Na hili jambo la uzoefu ni usanii tu ambao unafanywa na hizo sekta zinazosimamia ajira. Kwa sababu gani? Kama ingekuwa inahitajika uzoefu, basi wanafunzi, mfano mtu anayefanya education angekuwa akifika mwaka wa kwanza anaenda kuajiriwa. Yaani anaenda kusoma huko anarudi kwenye ajira. Si kutafuta uzoefu. Akitoka University of Dar es Salaam, pale kuna shule Mugabe Sekondari ya serikali, anakuwa ameshaajiriwa na serikali. Akitoka University of Dar es Salaam anakuja Mugabe Sekondari anafundisha. Si tunatafuta uzoefu. Lakini ukisema kwamba uzoefu ni kitu ambacho ni kama vile kivuli cha kujificha, cha kufichia maovu ili waweze kutekeleza mambo yao ya kirasimu walioandaa. Lakini issue ya uzoefu ni uhuni mdogo mdogo tu waliotengeneza kwa ajili ya kujifichia katika urasimu wao. Tukija kwako Linda sasa, serikali imekuwa ikiwekeza katika miradi mbalimbali ya kuwawezesha vijana kwa ujumla. Mfano program za kilimo kama BBT, unaona, pamoja na uwezeshaji wa kutengeneza maudhui mtandaoni. Je, unadhani juhudi hizi zinaweza kuwa suluhisho la tatizo la ajira kwa vijana leo? Kwanza kabisa tungeweza kujiuliza baadhi ya maswali kwamba hiyo miradi inayoanzishwa inalenga vijana, ni vijana kwa idadi gani? Kwa sababu kwanza tukianza na huo mfano wa pili kwamba uwezeshaji wa vijana ambao wanakuwa na uwezo wa kutengeneza hizi content zaini wa trend, si ndio? Kwamba hicho kwa upande wangu mimi naona ni kipaji. Je, unaweza kaniambia kwamba vijana wote wa Tanzania tunatakiwa tutengeneze content ili kila mtu atoboe maisha? Kwamba yani naona kwamba hiyo miradi inayoanzisha huwa inaenda kulenga watu kadhaa, baadhi, na sio vijana wote. Kwa kuweza kusaidia vijana wajiokoe au kuwakomboa vijana kutoka katika changamoto ya ajira, inatakiwa ianzishe miradi ambayo itaweza yani kama kufanya mapinduzi, yani kwamba kuchukua idadi kubwa ya vijana na sio kulenga watu wachache. Kwa mfano ukija kuangalia hiyo BBT ilikuwa yani mpaka inavyokuja kucollapse, je, ni vijana wangapi walionufaika na hilo jambo? Tukija kwa upande wako Doto, moja kwa moja, kwa upande mwingine tunaona kuna upungufu wa watumishi wa serikali. Mfano tukija kwenye upande wa afya, madaktari, tunaona kwamba kuna upungufu wa asilimia kubwa. Unaweza ukaenda hospitalini huko, lakini ukaambiwa mtu fulani hayupo au mtu fulani hayupo, unaona. Lakini ukija huku mtaani tunaona kwa asilimia kubwa sana bado kuna watu wanatoka mavyuoni ambao ni madaktari hawana kazi. Unaona, kuna watumishi wengine wengi tu kwa ujumla wako nje huko hawana kazi. Nataka nifahamu kwa upande huo, unadhani kwa mtazamo wako changamoto hii inakwamishwa na nini hasa zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Nadhani shida hii kubwa ni bajeti ya ajira. Ukiangalia kwamba serikali haiwezi kuajiri watu. Yaani serikali kila mwaka inaweka bajeti ndogo sana ya ajira. Ndio maana hata ukifuatilia wahitimu wote wanaokuja mtaani, hata ukiajiliwa sidhani kwamba hata nusu yake wanafika. Kwa mfano mwaka jana 2025 bajeti ya ajira ya serikali, yani bajeti ya ajira haikuwa zaidi ya trilioni 31. Haikuwa zaidi ya bilioni 31 point something.
sio trilioni, bilioni 31 point something. Na ukiangalia pia nani wahitimu ni wengi sana mtaani. Kwa hiyo unakuta wanaoomba ni wengi, lakini wanaopata ajira ni wachache sana. Na ukija mashuleni unakuta kuna uhaba wa walimu, hospitalini uhaba wa madaktari. Changamoto kubwa inayokuja kutokea hapo ni bajeti ya ajira inakuwa ni ndogo sana ukilinganisha na uhitaji wa hawa waajiriwa. Kwa nini sasa hiyo bajeti ya ajira inaikuwa ndogo, hali ya kuwa tunafahamu kabisa kwamba kuna uhitaji mkubwa? Tunajua kwamba madarasa yanajengwa, shule zinajengwa na tunaziona, lakini unaweza ukaenda kwenye hizo shule na ukakuta walimu hakuna, na ukija mtaani unakutana na walimu wako hawana ajira. Nadhani pia sababu kubwa ya kuwa na bajeti ndogo ya ajira ni uchumi wenyewe wa nchi. Mfano ukiangalia mwaka 2024 uchumi wetu ulikuwa ni takriban trilioni 148 point something. 2024-2025 ukapanda kidogo ukawa takriban trilioni 156 point something. Nazungumzia ni bajeti ya ajira, bajeti ya kuwalipa watumishi ambao washaajiriwa tayari. Nazungumzia ni bajeti ya kuwalipa wale watu ambao washamaliza kazi zao, pension. Unaona nadhani pia sababu ambayo inapelekea kuwa na bajeti ndogo ya ajira ni uchumi wetu. Uchumi wetu bado uko mdogo sana. Ndio maana serikali wakati inatenga bajeti inatenga kidogo sana. Sawa. Tukija kwako Kasela, natamani kusikia kutoka kwako, jicho lako la tatu linatazamaje kuhusiana na ukosefu wa ajira nchini Tanzania? Binafsi mimi katika swala la kiuchumi ukilizungumzia kwamba inawezekana ikawa ndio sababu ya kutokuajiri, mimi hilo binafsi likubaliani kwa sababu ya mfumo. Wapi tunakwama ni katika sera mbovu za uendeshaji wa sekta za kiserikali. Hapo ndipo tunapokwama. Lakini tukizungumzia swala la kiuchumi, mimi ninakataa kutokana na historia ya nchi yetu, vyanzo vya mapato vya nchi yetu, na rasilimali zilizopo katika nchi yetu. Mimi ukiniambia swala la kiuchumi, hapo moja kwa moja nakataa. Ni sera mbovu za usimamiaji wa miradi, za usimamiaji na wa sekta nyingi zilizopo katika serikali, lakini na rasilimali zilizopo katika nchi yetu. Hizo ndio zinapelekea haya matatizo yote yanatokea. Na hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ubadhirifu wa kiutawala. Ubadhirifu wa kiutawala na ukosefu wa maadili wa viongozi. Unadhani ni athari gani ambayo inaweza ikaikumba nchi yetu kwa jumla? Moja ya athari kubwa ambayo inaweza kuikumba nchi yetu ni ongezeko la vichaa. Vijana wengi watakuwa wakiishi katika misongo ya mawazo, stress. Inaweza kuwapelekea vijana wengi wakapoteza mwelekeo wa maisha. Na hii hali ndio itaenda kuiharibu zaidi nchi, kwa sababu tutakosa nguvu kazi ya vijana. Nimeeleka hapo. Lakini pia changamoto nyingine kama nilivyozungumza awali ni kutengeneza gangs, makundi ya hovyo ya wahuni kwa vijana. Vijana wataanza kujiorganize kama hivi tunaona sasa hivi, sijui watu wanajitokeza, maana sijui kuna nini TFF Tanzania TFF Tanzania Freedom Fighter. Haya makundi mengi yanajitokeza. Ukienda kufuatilia kiundani, hata zile lugha zao tunazoziongea, unajua hawa ni wasomi waliokosa mwelekeo. Nimeweka hasa kuzuia haya makundi, sijui TFF, kuzuia vichaa wengi mtaani. Unakuta vijana wanatembea na mibahasha kwenye makwapa huku wanajiongelea wenyewe. Kuzuia haya maswala, ni lazima kuwepo na sera nzuri za kiutawala, kuwepo na usimamizi bora katika sekta za ajira, lakini pia kuwepo na usimamizi na uangalizi mzuri katika wa rasilimali zetu za nchi, sababu ndio chanzo kikuu cha mapato ya nchi yetu kitakachopelekea uchumi wetu usilegelege na kukosekana kwa nini? Kuwawezesha vijana kupata ajira. Nadhani tatizo kubwa ni hilo la kuwa na vichaa wengi mtaani ambao watakuwa wakitembea na misongo ya mawazo ya kukosa ajira, maisha magumu. Mtu amegraduate from university, ana degree, ana masters, lakini hana ajira. Ile hali inaweza kumpelekea uwezo wa kupanga chumba kimoja, atakuwa hana, kwa atakaa nyumbani. Ile stress ya kupigizana kelele kila siku na dada zake na watoto, dharau nyumbani kwake, watamdharau, na atakuwa pia sio kioo cha familia, kwa sababu watoto watakuwa wanaangalia kaka yetu ka graduate chuo kikuu, yuko hapa tunagombania naye ugari. Elimu sio kitu tena. Kwa hiyo sababu zipo nyingi sana, athari zake. Nani anapaswa kutuhumiwa au nani anapaswa kupewa mzigo wa lawama? Serikali.
Serikali, sababu yeye ndio msimamizi wa haya yote, ni serikali. Hakuna mwingine yote akumpa mzigo. Asisukumiwe kijana, serikali ndiyo inayobeba mzigo huu wote, na yeye ndio namba moja, na yeye ndio mhusika nini, mtu ambaye anatakiwa kushutumiwa namba moja ni yeye. Yeye ndio namba moja. Okay. Linda, nani anapaswa kulaumiwa? Niambie kwanza, ni tangu umegraduate kutoka chuo ni mwaka ngapi? Huu unaelekea mwaka wa pili sasa. Bado hujapata ajira? Yeah. Na matumaini juu ya ajira? Labda niseme ajira ambayo sio rasmi. Ajira ambayo inaweza kanisaidia nipate tu kulala, lakini kusema ajira itanisaidia mimi niwe na maisha, kujiendeleza, kujipigania afya yangu, hapana. Sasa unafanya nini kipindi hiki ambacho bado unaendelea kusubiria ajira? Kwa sasa sina shughuli yoyote. Zaidi nategemea wazazi. Kama tunavyosema kwamba wengi tunakuwa na ile msemo kwamba tunatoka nyumbani ili tuweze kulisha nyumbani. Lakini ni kitu ambacho hakipo. Mimi sasa hivi bado nategemea wazazi wanisupport ili niweze kufanyaje kuendelea na maisha, lakini sina chochote ambacho nakifanya. Unajuta kukosa kwako kwa ajira? Muhimu. Na kwa kutumia muda wako wote chuoni? Muhimu. Unadhani nani unapaswa kumlaumu? Ambaye napaswa kumlaumu kutokana na ile jambo. Kukosa kwa ajira. Actually naweza nikalaumu serikali kwa sababu serikali ndio inabidi tupambanie sisi. Yes. Sawa. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhimiza subscribe sasa hivi. Kitufe ni hapo chekundu ambacho kimeandikwa subscribe, kibofya utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu, na chochote kizuri ambacho kitakuwa kihappen basi utakuwa wa kwanza kufikia. Lakini bado naendelea kukuhimiza kufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, Twitter, X pamoja na TikTok pia tunapatikana pia huko.